Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Sauti ya Ukweli wa Leo pamoja na Sanctuary, langu jina ni Baraka David. Ninakualika katika somo fupi ambalo litatusaidia kupata tafakari ya siku hii ya leo, pamoja na kutuamsha kutoka kwenye usingizi ambao tumekuwa tukilala kwa muda mrefu sasa. Nikualike tupate kuomba. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tunapoenda kujifunza somo hili kutoka katika neno lako takatifu. Tujalie uelewa wa neno lako, ni kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, ninakualika kutazama ulimwengu namna ambavyo unakwenda hivi sasa, namna ambavyo mahusiano ya kimataifa yanavyozidi kudorora na ulimwengu kushamiri kwa roho ya vita, mauaji, umwagaji damu na mambo mengi yafanana na hayo. Lakini hivyo tujaribu kuangalia namna ambavyo uchumi una sita, lakini pia namna ambavyo maadili ya mwanadamu yanazidi kumomonyoka siku hadi siku, na tunaona namna ambavyo mabadiliko makubwa sana yanaenda kutokea katika maisha haya. Hii inatuambia nini kama Waadventista wa Sabato? Inatuambia kwamba muda unazidi kuyoyoma, muda unazidi kuisha. Wale ambao tumefikiwa na miisho, imetupaswa kuamka na kutazama mahusiano ya ulimwengu yalivyo, matukio yanavyokwenda, na kutambua ya kwamba muda sasa unakaribia kuisha, na wakati huu karibu sana kupita wakati wowote ule. Na wito huu, ndugu mpenzi msikilizaji, wito huu unaitwa kwa mtu mmoja mmoja, hatimaye kwa ngazi ya familia na hatimaye kwa ngazi ya jumuiya kama kanisa. Tunaitwa kuamka kutoka katika hali yetu tulionayo na kupaza sauti, kuamka na kufanya matengenezo na matayarisho ya kweli. Tunahitaji Ukristo zaidi ya Uadventista tu, tunahitaji kuwa zaidi ya hapo ili kuweza kujiandaa kwa sababu ya siku ambayo iko mbele yetu, kujiandaa kwa sababu ya wakati ambao uko mbele yetu. Ninatamani kusoma kitabu cha Maandiko ya Awali, ukurasa wa 67. Tujaribu kuona namna ambavyo mjumbe wa Mungu anajaribu kutusii na kutuelekeza, hususan kwa wale ambao tumefikiwa na miisho. Neno la Mungu linasema, malaika akasema, jikane nafsi yako, mnapaswa kupiga hatua haraka. Baadhi yetu tumekuwa na wakati wa kupata ukweli na kusonga mbele hatua kwa hatua, na kila hatua tuliyopiga imetupa nguvu ya kuchukua inayofuata. Lakini sasa wakati unakaribia kuisha, na kile ambacho tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi itabidi wajifunze katika miezi michache. Pia watakuwa na mengi ya kujifunza. Pia watakuwa na mengi ya kujifunzua na mengi ya kujifunza tena. Wale ambao hawangepokea chapa ya mnyama na sanamu yake wakati amri itakapotolewa, lazima wawe na uamuzi sasa wa kusema la, hatutazingatia utaratibu wa mnyama. Hichi ndicho ambacho Mungu alimkabidhi mjumbe wake kutuhasa sisi ambao tumefikiwa na miisho ya ulimwengu, kwamba mmoja, tutapaswa kujikana nafsi zetu na kupiga hatua haraka tukimsogelea Kristo, tukifanya matengenezo ya tabia zetu, tukifanya matengenezo yote yanayohitajika, tupige hatua haraka. Na anasema baadhi yetu tumekuwa na wakati wa kupata ukweli na kusonga mbele. Tumekuwa na wasaa wa kujifunza neno la Mungu na tumekuwa tukipiga hatua kidogo za mabadiliko katika maisha yetu. Lakini hatua tuliyopiga imetupa nguvu ya kuchukua inayofuata. Lakini sikiliza, katika namna ambavyo tunavyopiga hatua kidogo, tumekuwa ni washiriki wa kanisa hili kwa muda mrefu na tumekuwa tukijiongea kwa hatua ndogo kumfuata Kristo. Lakini kwa sababu tunaishi katika zama za mwisho, mjumbe wa Mungu anasema hiki, lakini sasa wakati unakaribia kuisha, na kile ambacho tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi itabidi wajifunze katika miezi michache, few months. Tutabidi tujifunze tu kwa miezi michache. Unajua ndugu mpenzi msikilizaji unayenisikiliza,
tunasema kinyonga ni mwenda pole. Lakini ninakumbuka, au unaweza ukawa unakumbuka, ulipokutana na kinyonga na kumtishia, alikuwa anajitahidi kuenda kwa haraka zaidi kulingana na mwendo wake, anajitahidi kujikongoja kutembea haraka haraka. Japokuwa tunamsifu kuwa na mwendo pole kinyonga, ni kweli, lakini kwenye hatari kinyonga huwa anajongea kwa haraka kadiri anavyoweza. Hivyo ndivyo inavyopaswa. Tukimwakisi kinyonga ni mwenda pole, lakini kwenye hatari huwa anatembea kwa haraka haraka kidogo. Ndivyo itakavyotupasa sisi tunaoishi katika zama hizi za mwisho. Lakini sasa wakati unakaribia kuisha, na kile ambacho tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi itabidi wajifunze katika miezi michache tu. Pia tutakuwa na mengi ya kujifunzua, tutakuwa na vitu vingi ambavyo vitapaswa viondoke katika akili yetu, lakini pia tutakuwa na mengi ya kujifunza tena. Na anamalizia kwa kusema jambo muhimu sana ambalo tunapaswa kulizingatia katika kitabu hiki cha Maandiko ya Awali. Anasema wale ambao hawangepokea chapa ya mnyama na sanamu yake wakati amri itakapotolewa, lazima wawe na uamuzi sasa wa kusema la, hatutazingatia utaratibu wa mnyama. Kwa hiyo kama ni kweli tunafahamu kuna jaribu liko mbele yetu, kuna alama ya mnyama pamoja na sanamu yake, uamuzi unaanza sasa. Uamuzi unaanza leo unapoisikia sauti hii, unapoisikia, unapotazama video hii, uamuzi unaanza leo. Leo hii lazima tuseme la, hatutazingatia, kwa kufanya matayarisho kwa kurekebisha tabia zetu zifanane na tabia ya Kristo, ndipo atadai kuwa sisi tu watu wake. Ninakukaribisha katika mwendelezo wa tafakari zetu nzuri kutoka katika neno la Mungu, nami nikutakie maandalio mema ya Sabato takatifu ya Bwana. Bwana akubariki sana, endelea kuambatana pamoja nasi. Tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa neno lako, ukitukumbusha na kutuelekeza juu ya neno lako na wakati ambao tunaishi, ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.